Pole sana na majukumu ya hapa na pale. Okay, kama ilivyo desturi yetu na kama ilivyo taratibu, tunapenda kuangazia mambo mbalimbali hasa kwenye masuala ya afya, na leo ungana na sisi katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Sasa leo tuzungumzie uhusiano mkubwa sana kati ya presha na uzazi kwa jinsia zote, wa kike na wa kiume. Tunapozungumzia pressure tunazungumzia mtiririko wa damu. Mtiririko wa damu either unaweza ukawa uko juu au unaweza ukawa uko chini. Tukusudie mfano mdogo. Tunaposema mtiririko wa damu tunakusudia ikiwa kuna changamoto yote ambayo unakuwa unapata either kwenye damu, tutasema huyu mtu ana pressure labda ya kupanda au ya kushuka kulingana na majibu yake ya vipimo anakujaje. Lakini tukisema mfano pressure ya juu, tunazungumzia hii ni nguvu ya damu ambapo moyo unapokuwa unapiga, na pressure hiyo inakuwa ni pressure ya juu. Yani pale moyo unapopiga ndio pressure ya juu inapokuwepo. Kwa labda kwa kasi zaidi, kwa pressure ya juu yake, pressure ya juu ana pressure imepanda ya juu, ana pressure ya kupanda ya juu. Lakini mwenye pressure ya chini tunakusudia pale ni nguvu ya damu pale moyo unapokuwa unapumzika, yani una pump na kutulia. So wakati unapokuwa umetulia ndo tunazungumzia ni pressure yake ya chini. Sasa tuangalie labda mtu anatakiwa na kiwango gani cha pressure. Mtu anatakiwa na kiwango kizuri cha pressure ni 120/80. Ni kiwango kizuri ambacho mtu anatakiwa awe nacho, ambacho tunakuwa 120/80 mmHg. Lakini pia tuangalie pressure ya juu. Mtu akiwa na changamoto ya pressure ya juu kwa mwanamke na jinsi gani inavyoweza kumwathiri kwenye mfumo wake wa uzazi. Kitu cha kwanza ni hormone imbalance, mvurugiko wa homoni mwilini. Mwili unakuwa unashindwa kujitambua kwamba sasa hivi tuko katika kipindi gani. Badala yake mwili unakuwa unafanya kinyume na zile taratibu ambazo mwanamke anatakiwa azipate. Kwa hiyo unakuta mzunguko wake unakuwa unabadilika sana, unakuwa uko zigzaga, unakuwa hedhi haieleweki, na kwa hedhi na mabonge, na kwa hedhi na mzito, na ushikaji wa mimba unakuwa ni mdogo sana. Lakini pia hii inapelekea pressure ya juu inakuwa kupungua kwa mtiririko wa damu hasa kwenye viungo vya uzazi. Hasa kwenye viungo vya uzazi na mpaka kwenye mayai, kwenye ovary. Kwa hiyo unapokuwa mtu na pressure ya juu kwa mwanamke inakuwa inampelekea changamoto kama hizo anakuwa anapitia. Lakini pia mimba zinakuwa zinatoka mara kwa mara. Unakutana na wanawake wengi sana ambao tunakutana nao saa hizi. Anakuambia mimi na changamoto ya mimba zangu kila ikifika mwezi wa kwanza mpaka wa tatu zinakuwa zinadondoka. Kwa sababu ya pressure. Pressure inapokuwa inapanda mara kwa mara kwa mwanamke ambaye ni mjamzito, basi inakuwa ni changamoto kubwa sana mimba kudondoka mara kwa mara. Lakini sasa wakati mwingine pia mimba zenyewe zinakuwa ni changamoto. Yani kuzipata hizo mimba inakuwa ni changamoto kabisa kwa mwanamke. Kwa pressure ni mbaya sana. Ni mbaya sana kwa mwanamke. Kwa hivyo kama umepima ukaambia pressure yako iko juu, basi ni vizuri zaidi kupata matibabu ya kurekebisha pressure, alafu mfumo wako wa uzazi unakuwa automatic unakaa level. Lakini pia tuzungumzie kwa mwanaume, inamwathiri vipi? Kwa sababu unapokuwa na pressure ya juu kwa mwanaume, unapunguza ule mtiririko wa damu kufikia kwenye viungo vyako hasa kwenye uume. Hiyo ambayo inaathiri sana nguvu za kiume. Unakuta mtu anashindwa kufanya lile tendo, anashindwa kuweza kushiriki vizuri kwa sababu damu inakuwa inayotakiwa haifiki katika kile kiwango ambacho kinachosababishwa. Lakini pia inasababisha pia mbegu zinakuwa dhaifu, zinakuwa mbegu hazina uwezo wa kutingisha mimba, lakini pia zinakuwa nyepesi sana na zinakuwa hazina uwezo wa kuogelea vizuri kwa sababu zinakuwa hazina ile semen ya kutosha kwa sababu ya mtiririko wa damu. Unapokuwa na mtiririko wa damu mzuri kwa mwanaume au unapokuwa mtiririko wako mbovu kwa mwanaume, inapelekea kuathiri mfumo wako wa uzazi hasa mbegu, kuathiri kizazi chako cha kiume, lakini pia inaathiri udhaifu. Mbegu zinakuwa dhaifu sana, hata utingishaji wa mimba unakuwa ni mdogo sana. Lakini pia kuvurugika kwa homoni za kiume.
Wanaume pia wana hormone ambazo za kiume ambazo zinawasaidia mbegu zao zinakuwa bora, zinakuwa imara, zinakuwa na kiwango kizuri, zinakuwa zinaweza kuteleza vizuri, kwa hiyo zinakuwa zinavurugika. Ukiwa na changamoto changamoto hii ya pressure kupanda kwa juu kwa mwanaume, inapelekea kupata hormone, na hormone zinapopelekea zinapelekea changamoto ya kushindwa kutingisha mimba. Huenda pengine unafanya vizuri, lakini uwezo wako, mbegu zako haziko vizuri, haziko katika ubora ambao unahitajika ili uweze kushika ujauzito. Sasa tuangalie pressure ya chini kwa ujumla inakuwaje. Pressure ya chini kwa ujumla inakuwa mtu anampelekea anapata kizunguzungu kikubwa. Kizunguzungu kinapokuwa kikubwa, lakini pia pressure inakuwa pressure ya damu inakuwa ni ndogo sana au inakuwa kubwa sana, inakuwa haiko katika kile kiwango ambacho kinachotakiwa ili mwili uweze kufanya kazi vizuri kama kwa weledi wake katika uwezo wake. Lakini pia mayai au mbegu kukosa mazingira ya kuweza kustawi au kukosa mazingira ya kuweza kutingisha mimba. Aidha mayai yanakosa uwezo wa kuweza kuwa na ubora ili kuweza kupokea ujauzito, lakini pia mbegu zinakuwa zinashindwa kabisa kwenda kuweza kutingisha ujauzito. Uzazi unahitaji pressure ili iwe normal. Uzazi unahitaji pressure iwe normal. Pressure inapokuwa iko tofauti, basi changamoto nyingi huwa kujitokeza mara kwa mara. Lakini nikutie moyo kwa wewe ambaye umehangaika, ambao una changamoto ya pressure aidha ya kupanda aidha ya kushuka. Kizuri ni kwamba matibabu yanapatikana ambayo yanakusaidia kwanza kurekebisha pressure yako, aidha kama ni ya kupanda lakini au aidha ya kushuka, inarekebisha vizuri, lakini pia kukupa nafasi ya kuwa na uwezo wa kuweza kupata ujauzito kama ni mwanamke, lakini kama ni mwanaume kukupa nafasi ya kuweza kutingisha ujauzito vizuri zaidi. Kuendelea kutumia hayo matibabu ambayo unayotumia kwa sasa inakuwa ni just kila siku kuongeza tu tatizo, kwa sababu unachokwenda kukifanya unatumia dawa siwezi kuzitaja kwa muda huu. Unatumia labda dawa ambazo zinaweza kusababisha damu yako inakuwa nyepesi tu ili uweze kufanya penetration katika mishipa yako ya damu, hali ambayo baada ya muda fulani changamoto inakuwa inarudi pale pale. Kwa hiyo nikusihi na nikupe moyo kwamba matibabu yapo ambayo ya kudumu, ambayo yanakupa nafasi ya kuweka pressure yako kukaa normal, na pressure yako inapokuwa normal na mtiririko wa damu unakuwa vizuri, kwa kila kitu kinaenda katika mstari wake. Kitu ninachoweza kushauri, unaweza ukashare video hii kwa mtu mwingine au mtu mwenye changamoto na hii kama hii, au unamfahamu aidha umfahamu, lakini pia unaweza ukacomment na ukalike, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye hiyo button nyekundu hapo chini ili kupata mwendelezo wa vipindi vijavyo na vipindi vinavyokuja mara kwa mara. Asante sana na Mungu awabariki kokote mlipo.